Salamu zetu za jioni ziwafikie wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Tunakuja kwenu kwa muda huu kuwaletea awamu ya 4 ya habari za matukio ya kila siku. Na kwa siku ya leo, mapigano makali yameripotiwa tangu asubuhi ya leo Jumamosi tarehe 17 Januari huko Kirungu, kati ya wahasi wa Twirwaneho Red Tabara wanaoshirikiana na M23 inayoungwa mkono na Rwanda dhidi ya wapiganaji wazalendo wanaoungwa mkono na vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kwa mujibu wa vyanzo vingi vya habari, vinasisitiza ya kwamba mapigano hayo yalianza katika majira ya asubuhi mpaka majira ya jioni, na wazalendo walifanikiwa kuwafukuza wahasi hao katika kijiji hicho na kufika mpaka katika vijiji vya Rugongo na Nalubwe. Mapigano hayo yamesababisha wananchi na wakazi wa maeneo hayo na vitongoji kuacha makazi yao na kukimbilia porini kwa ajili ya kunusuru maisha yao. Na tuwakumbushe ya kwamba vijiji hivyo vya Kirungu, Nalubwe na Rugongo vinapatikana jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Uvira, katika utawala wa jadi wa Bavira, katika nyanda za milima mifupi kilomita chache na jiji la Uvira. Na tukisalia hapo hapo jijini Uvira, milio mingi ya risasi ilisikika kwenye vilima vinavyozunguka mji huo, ambako baadhi ya vyanzo vingi vya habari vilisema ya kwamba itakuwa ni wazalendo ndio wamevamia ngome za wahasi wa M23 ili wapate namna ya kuingia rasmi katika jiji la Uvira. Ila kutokana na vyanzo vingine vya habari kwa upande wao vilisisitiza ya kwamba milio hiyo ya risasi ilikuwa ni ya wanajeshi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Waliamua kufyatua risasi ovyo ovyo kwa lengo la kueneza hofu miongoni mwa raia ili waweze kupora mali ya raia kwa urahisi na kuzipeleka Rwanda kama kawaida yao bila wananchi kugundua, huku wanakusudia kuwatuhumu wazalendo na FARDC kwamba ndio waliowashambulia wakati wao walipokuwa wakijiondoa. Kwa maana siku ya leo wameonekana wakijiondoa mjini Uvira na kuelekea upande wa bonde la Ruzizi, na kufanya raia wa Uvira kuamini ya kwamba wasi hao sasa wanajiondoa rasmi. Lakini kutokana na duru zetu katika maeneo ya bonde la Ruzizi, hususan Sange na Kiliba, zinasema ya kwamba huo utakuwa ni mchezo tu wa wasi hao wa kuziba macho jumuiya ya kimataifa, ila kwa kweli bado wasi hao wanaendelea kuongeza vikosi vyao kutoka upande wa Rwanda, ikiwemo hata na vifaa vingi vya kivita. Inawezekana vikosi hivyo vinaondoka ili kuachia nafasi vikosi vingine vipya. Kwa hiyo tunatoa wito wa uangalifu kwa raia, wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wajilinde na kutokuingia mtegoni wa wahasi hao. Na kwa habari hii, ndugu mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunawenda kuweka nukta ya awamu ya 4 ya siku ya leo. Tukutane kesho panapo majaliwa.